wameanza kuchonga tayari. Lakini ni vijana ambao tunahisi kwamba wao ndio wanahitaji msaada zaidi ili waweze kupata hiyo motisha ya kutosha ili waweze kujiongeza zaidi na kuendelea na hiyo sanaa ya uchongaji. Okay. Tukizungumzia vijana, kuna mwingine anaweza kusema kwa sababu akiingia huko labda akioingia tu atapata pesa. Yani mimi niache biashara afu niende kufanya sijui showcase, sijui kufanya nini. Unaona? Hiyo pia mnawapa elimu ya kwamba kuna fedha au tofauti na fedha, mnaweza mkapata hiki, mnaweza mkapata hiki. Mradi unatoa hiyo fursa pia ya kuelimisha. Kuna wengine wamekalili, yani ni kwamba mimi nachonga kupata pesa, sio kitu kingine. Unachokisema tayari tumeshawahi kwa sababu tumeshafanya utafiti, tumeshawahi kukisikia. Na tumeshakutana nacho kwamba kwa sasa hivi kulingana na sanaa ya uchoraji jinsi ilivyo dumaa, tunaweza kusema kwamba imedumaa kinamna fulani. Wachongaji hasa vijana ukiwaita tu tayari wanadhani kwamba wao unaenda kumpa mchongo wa kuchonga ili apate pesa. Sasa na hiyo ndio lengo hasa wa huu mradi wa Vinyago Vibe. Sasa tunataka tuende kubadilisha hizo mentality kwao baadhi ya vijana ambao tutapata nafasi ya kuwa nao, ili sasa wajue kwamba sanaa ni kitu kikubwa. Sanaa ni pana. Na sisi kama jamii au jamii yoyote inategemea pia ipate mambo mbalimbali, mawazo mbalimbali kutoka kwa wasanii. Sasa lengo letu ni kwenda kutengeneza mentality ya kwamba ya kumfanya huyu msanii sasa wa sanaa ya uchongaji aweze kutumia hii sanaa kama lugha ya kufikisha jambo fulani katika jamii, ya kupitisha mawazo yake ili mawazo yake yaweze kufika katika jamii kama ilivyokuwa kwa sanaa zingine. Na hii inaweza kuwa ni sababu moja wapo ya hii sanaa kuwa inadumaa, kwa sababu hata wewe nikikuuliza sasa hivi juu ya story mbalimbali ulizowahi kuzipata kupitia sanaa ya uchongaji, sidhani kama utakuwa kama una story yoyote ambayo umewahi kuipata, hasa sanaa hizi za uchongaji wa Tanzania. Sana itakuwa tu unajua tu vinyago vile vilivyochongwa, labda shetani au labda wanyama au labda amechongwa Masai, lakini sisi tunataka tukajaribu kudili nao ili tutengeneze angalau tuwe na hadithi ambazo zinaelezea mambo mbalimbali kwenye jamii zetu za sasa hivi. Nadhani hili atanijibu la skora. Wasanii kama wasanii wanatarajia kufanya nini kwa ule muda wa utekelezaji wa mradi? Watakapokuwa wamenufaika, wameingia, mmewatafuta, mmewapata, kwa ule muda sasa wa mradi mnaotekeleza, mnapokuwa mnatekeleza mradi, mnatakiwa wafanye nini? Baada ya kuanza, tunaanza kwanza na workshop ambayo ni seminar ambazo zitakuwa na utangulizo wa mradi, wa ufahamu mradi unataka nini kutoka kwao, ili wajue wako mahali ambao ni sahihi. Unaelewa? Lakini pia tutakuwa na seminar zingine za mafunzo za kuhusu mambo ya kuhusu vibali, sheria zote zinazohusiana na sanaa ya uchongaji. Kwa baada ya hapo wanatakiwa kufanya kazi sasa za kuchonga, kutengeneza sasa vinyago au kutengeneza kazi artworks ambazo kama alivyosema mratibu hapa zitakuwa na simulizi au hadithi mbalimbali. Kwa hiyo baada ya mafunzo ni kwamba wanatakiwa watengeneze kazi zitakazoonekana ambazo ndio tutakuja nazo sasa kwenye maonyesho huko da. Kwa hiyo ndio kiini chao kwamba wataelekezwa namna mradi unataka wafanye, wataelekezwa. Baada hapo watabidi watengeneze artwork ambazo zitakuwa kila artwork itabidi iwe na simulizi fulani ambayo tunatarajia kuja sasa kufanyia maonyesho huko Dar es Salaam. Okay. Kuna kijana hapa huenda unataka kuongezea kitu? Labda niongezee hapo kwamba simulizi pia ambazo tunazilenga ni zile simulizi ambazo zitakuwa zinaweza kuleta ushawishi kwa jamii, hasa kwa vijana. Na tutakuwa na wataalamu ambao angalau tumejiridhisha kwamba wameachieve katika hizo sanaa za uchongaji. Kwa hiyo wao ndio watakuwa ni kama moja ya walimu wakuu wa kujaribu kuwatengeneza hawa vijana
ili waweze sasa kuelewa nini cha kufanya ili kuboresha sanaa zao. Okay. Kuna kitu nilisikia hapo kwa Skora, nikawa najiuliza. Nahisi sana kijana hapa anayesikiza anajiuliza. Mtwara, ametoka Dar es Salaam ameenda Mtwara. Yaani ni kwamba wanufaika watakuwa wanakaa sehemu moja, kwamba kutoka kuna kambi sasa tunaanza kuchonga kwa muda kadhaa, au aliyepo karibu ndio atakuwa labda unaenda na kurudi, yani kutoka kuna carboarding mfano sasa. Tumeweka kambi, mradi utekelezwe, au ni kwenda na kurudi? Tukiongelea kwenye upande wa budget, kuweka boarding itakuwa ni gharama sana, ila kutakuwa na sehemu maalum ambayo wao watakuwa wanafikia kufanya kazi na kuondoka. Kama kila mpango utaenda hivyo hivyo, kama nilivyosema tuko kwenye hatua za awali za kufanya logistic. Kwa sasa hivi tunachofikiria ndio hicho, kwamba watakuwa na sehemu ambayo watakuwa wanakuja wanafanya na kuondoka. Okay. Na kizingatia ni kwamba tunaenda Mtwara mjini. Ina maana kituo chetu kikuu kitakuwa Mtwara mjini, lakini tunafahamu kabisa kwamba wachongaji sio wengi pale Mtwara mjini. Wengi wanatoka vijiji ambavyo viko karibu na mji. Kwa hiyo tunatarajia kufanya kazi na wachongaji vijana wanaotoka jirani na mji. Kwa hiyo itakuwa sio mbali kwao kuja na kurudi siku moja. Yes.